Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Siku ya Jumanne, Januari 6. Mada ya leo inasema kutumia utambuzi wa kiroho. Inaeleweka kwamba Wafilipi walifadhaishwa waliposikia juu ya kutiwa gerezani kwa Paulo. Sasa kazi yake ilikuwa imewekewa mipaka sana. Asingeweza kusafiri, asingeweza kuhubiri, asingeweza kutembelea masinagogi na kuwafundisha watu kuhusu Yesu kama Masihi. Asingeweza tena kufungua makanisa. Wafilipi walimtuma Epafrodito ili kuhakikisha hali ya mtume huyo, ili kumtia shime na kuhakikisha kwamba mahitaji yake ya kimwili yalitimizwa. Soma Wafilipi sura ya kwanza aya ya 12 hadi 18. Paulo anakuchukuliaje kufungwa kwake? Ni masomo gani tunaweza kujifunza kutokana na mtazamo wake licha ya hali zinazomkabili? Ujumbe ambao Paulo alimpa apeleke lazima uliwashangaza Wafilipi. Paulo aliona hali yake kwa mtazamo tofauti. Utambuzi wake wa kiroho ulimfanya aone kufungwa kwake gerezani kama jambo jema. Hakukuzuia kazi yake kabisa, lakini yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Wafilipi sura ile ya kwanza aya 12. Ambapo wengine waliona tu minyororo na nondo, Paulo aliwaona walinzi wake wa Kirumi kama roho zinazofaa katika ufalme wa Mungu. Aliona pia kwamba kufungwa kwake gerezani kuliwatia shime sana wengine kujishughulisha zaidi na kuazimia zaidi kutangaza Injili, kusema kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo bila kuogopa matokeo. Huenda ikawa vigumu kudhani, lakini wengine walifikiria kufaidika na kufungwa kwa Paulo. Inavyoonekana, walifikiri kutoonekana kwake kungefanya watazamwe wao zaidi na kuhubiri kwao Injili wenyewe. Ni mfano wenye nguvu kiasi gani, lakini wa kusikitisha wa ubinafsi wa kibinadamu hata katika kanisa. Kama vile Yeremia alivyosema zamani kabla ya Paulo, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Yeremia 17 aya ya 9. Kinachofurahisha kinyume chake, baadhi ya wafanyakazi waaminifu pia wakawa na bidii zaidi ya kuihubiri Injili. Walimpenda sana Paulo kiasi kwamba mateso waliomwona akivumilia kwa ajili ya imani yake yaliwafanya kumwamini Kristo zaidi na kuwatia moyo kujishughulisha zaidi kwa ajili ya Bwana. Yaliwapa nguvu ya kwenda mahali ambapo kabla waliogopa kwenda. Yaliwaongoza kusema katika hali ambazo kabla walinyamaza. Yalisababisha hata watu wengi zaidi kumpokea Kristo na kueneza Injili ya wokovu. Swali la tafakari: umejifunza somo gani kutokana na uzoefu ambao ingawa ni mbaya pasipo shaka, pia ulileta manufaa fulani? Hata katika masuala ambayo manufaa hayaonekani wazi, tunawezaje kujifunza kumtumaini Mungu bila kujali? Leo ni Januari 6, siku ya Jumanne, mada ikisema kutumia utambuzi wa kiroho. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia,
Na kwa nukta hiyo basi ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.